nilivyotambulishwa, naitwa Frank Nyabundege, mimi ni mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB. Benki hii ilianzishwa mwaka 2015. Mpaka kufikia mwaka 2025, yani mwaka jana, tulikuwa tumetimiza miaka 10 ya utendaji. Na ilianzishwa kwa malengo makuu matatu. Lengo la kwanza ilikuwa ni kuchangia usalama wa chakula nchini. Lengo la pili ilikuwa ni kuleta mapinduzi ya kilimo kutoka katika kilimo cha kujikimu kwenda kwenye kilimo cha kibiashara. Kama mnavyofahamu, ndugu wa Tanzania, ndugu wanahabari, katika nchi yetu tumekuwa katika kilimo cha kujikimu ambako wakulima wetu wamekuwa wakilima kwa jembe la mkono, kiasi cha kilimo tu ambacho hata kwa chakula chao wakati mwingine akiwatoshelezi kwa mwaka mzima. Kwa hiyo benki hii wakati inaanzishwa, lengo mojawapo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba itasaidia Watanzania watoke katika kilimo cha kujikimu waingie kwenye kilimo cha kibiashara. Na lengo la tatu ilikuwa ni kupunguza umaskini wa Watanzania kupitia kwenye mikopo ambayo ni mikopo nafuu na mikopo endelevu. Mwaka 2021 serikali ya awamu ya 6 ilipoingia madarakani, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan mwaka 2021 akaiongezea benki hii mtaji wa shilingi bilioni 208. Kumbuka nimewaambia kwamba ilianza mwaka 2015, imefanya kazi kwa miaka 6 kwa mtaji wa shilingi bilioni 60, lakini alipoingia madarakani kitu cha kwanza akaongeza shilingi bilioni 208 kama mtaji. Hiyo iliifanya benki hii ianze kusimama kuwa imara. Hapo awali ninaamini hata ninyi wanahabari mlikuwa mjui kinachofanyika katika benki hii kwa sababu moja haikuwa na mtaji wa kutosha. Kwa hiyo baada ya kuwa imeongezewa mtaji wa shilingi bilioni 208, tuliona benki hii kwa kweli ikaanza kufanya vizuri na ikaanza kukimbia kama ilikuwa inatembea. Baada ya kuwa tumepewa fedha hizi, kwa kweli benki hii sasa, kama tulikuwa tumeanza kutroti mwaka 2021, tulianza kukimbia. Tena sio mbio za kawaida, mbio zile za nyika. Mikopo iliyokuwa imekwisha tolewa wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani ilikuwa ni takribani, jumla ya mikopo yote toka benki ianzishwe ilikuwa ni takribani shilingi bilioni 294. Lakini napenda kwa taarifa wa Tanzania na ninyi waandishi wa habari kwamba kwa kipindi hiki cha mwaka 2021 mpaka mwaka jana 2025, wakati tunafunga mahesabu yetu yaliyokaguliwa, tumekwisha toa mikopo ambayo ni ya shilingi trilioni 1.55, na hii mikopo ya shilingi milioni 1.55, kati yake 80% ya mikopo hii ambayo ni sawasawa na takribani shilingi trilioni 1.24 imetolewa katika kipindi cha awamu ya 6. Utaona ni jinsi gani ambavyo nimesema hapo awali kwamba Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani alisema anataka kuongeza uchumi, kasi ya uchumi wa nchi yake kupitia sekta ya kilimo. Na hapo kama tumeweza kutoa mikopo ya shilingi trilioni 1.24 kwa kipindi kifupi hivyo, hii ni mikopo iliyoenda katika sekta ya uzalishaji. Labda nitoe tu pia mtandao wetu kwamba wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani tulikuwa na ofisi 3 za kanda. Kwa sasa tuna ofisi 8 za kanda na tuna ofisi 3 za mikoa. Na hiyo imesababisha kuweza kuwafikia wakulima wengi zaidi. Tulikuwa tumekwisha toa mikopo takribani kwa wanufaika zaidi milioni 1 na laki kama 6. Sasa hivi tumeshafikia wakulima milioni 2 na laki 6. Kwa zaidi ya wakulima milioni nzima wamefikiwa katika kipindi hiki. Na hao ni wale ambao tumewapatia mikopo ya moja kwa moja. Lakini kuna wakulima zaidi ya laki 6 na 59,000 ambao tumewafikia kupitia kwenye mabenki mengine, yaani kupitia kwenye lile dirisha letu la dhamana.